Na hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Television Ngyoku International, na kusalimu mahali popote pale ulipo. Kwanza ni kushukuru we ambaye bado unaendelea kwa nasi katika kila hatua na katika kila notification inayoingia kwenye simu yako, huwa upo sambamba nasi kwa kuifungua. Ni kushukuru. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, kwa sasa nite sauti ya mzalendo ambaye nazile kunguruma kwenye microphone ya Radio Television Ngyoku International kwa njia ya FM, ikiwa ni 100.4 FM. Na kwa sasa tunakuletea habari motomoto zinazojiri huko Bukavu kulingana na hali ilivyo kwa sasa ndugu msikilizaji. Na katika niliyokuandalia ni kwamba sasa moto umewaka kwenye mji wa Bukavu baada ya wapiganaji wa Zalendo kuweza kushambulia baadhi ya ngome za waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda huko Bukavu kwenye maeneo kadhaa, huku kukiripotiwa vifo kadhaa vya waasi wa M23 waliofariki kwenye makabiliano yaliyoanza tangu hapo jana jioni mpaka sasa. Bado mapambano yanazidi kuwaka kwenye maeneo kadhaa ya mji wa Bukavu. Hivi karibuni, dakika mbili kabla sijapanda ewani, nimezungumza naye kiongozi wa Wazalendo aliye kwenye operation maarufu kama Nguvu za Bilima, Kamanda Asesa, ambaye ni mmoja kati ya wakamanda wa CNPSC ambayo ni yake Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba, ambaye ni kiongozi wa operation ya Wazalendo Kivu Kusini. Amenithibitishia kuwa tayari Wazalendo wameshapigana kabisa na wameuteka baadhi ya miji inayozunguka mji mkuu wa Bukavu, wakiwa tayari wameshakomboa mji wa Kaziba, Nyangezi, Momosho na Nyantende, na sasa wanaendelea kusonga mbele wakiwa wanaelekea kwenye mji mkuu wa Bukavu ili kuweza kuhakikisha wanauteka mji wa Bukavu na kuweza kuwaondosha waasi wa M23 ambao wanaoshikilia mji huo, huku ripoti kadhaa zikisema baadhi ya waasi wa M23 tayari wameanza kuvua mavazi yao na kuvaa vazi za kirahia ili kutokuonekana katikati ya mapambano. Kamanda Asesa Nguvu za Bilima amenithibitishia kiukweli ya kwamba mji wa Kaziba, Nyangezi, Momosho na Nyantende sasa viko mkononi mwa Wazalendo wakiwa wanaelekea kwenye mji mkuu wa Bukavu, na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu hapo kesho watakuwa tayari wametimba kwenye mji mkuu wa Bukavu, huku ikiwa sasa ni wasiwasi kwa viongozi wa M23, mojawapo wakiwa tayari wameshaanza kukimbia na kuweza kuacha baadhi ya maeneo waliokuwa wakiyashikilia. Mapambano hayo yalianza baada ya vikosi vilivyotoka kwenye maeneo kadhaa kuweza kukutana huko kwenye Plaine de la Ruzizi, ambako ndiko kunapatikana kambi kuu ya Wazalendo wanaoendesha operation ya Kivu Kusini, kukiwa kiongozi mkuu William Amuri ya Kutumba, kukiwa baadhi ya vikosi vilivyotoka huko Mwenga na vikosi vingine vikiwa vimetoka huko Manyema na vingine vikiwa ni vikosi vya Fizi na Uvira, na sasa wamechangana na moto umewashwa wakiwa wanazidi kusonga mbele na kuhakikisha mpaka wanauteka mji wa Bukavu. Sasa ni wasiwasi kwa Nangaa na Bertrand Bisimwa wakiwa wanategemea mazungumzo yatakayofanyika hapo kesho tariki 18 mwezi Machi mwaka 2025 kati ya Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dhidi ya wao waasi wa M23. Wakati hayo yote yakiandaliwa, huku Wazalendo wanazidi kusonga mbele na kuviteka baadhi ya miji waliokuwa wakishikilia waasi wa M23. Na hatua nyingine, Wazalendo wameweza kukataa mazungumzo hayo na kuweza kumkatalia Felix Tshisekedi kuto kushiriki kwenye mazungumzo hayo yatakayofanyika hapo kesho, huko wakilinganisha M23 na RCD Goma iliyokuja na baadaye ikatoweka. Na katika hali nyingine, huko Goma takribani vijana 27 wamefariki kwa kupigwa risasi na waasi wa M23 pasipo na sababu, ambako inasemekana vijana hao walikutwa wakiwa wamesimama kikundi kimoja na mara moja wakaweza kushambuliwa na kupigwa risasi, huku wakizaniwa ni kikundi cha Wazalendo wanaokuja kuwapindua. Na kufikia hapa ndugu msikilizaji, sina la ziada, niseme asante na shukrani kwako. Ni kuombe tu hapo ulipo ungana nasi mwanzo hadi mwisho. Tupo tayari kukupasha kila hatua na kila neno linalojiri huko kwenye uwanja wa mapambano, huko kwenye uwanja wa vita. Lakini ni kuombe kwa kutuunga mkono, jiabone alafu uweze kulike na kupartager kwa wengine ili uwe wa kwanza kupokea yale tutakayokuwa tukiyasambaza. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, niite sauti ya mzalendo. Nikushukuru wewe ambaye ulianza nasi mwanzo hadi mwisho. Niseme alamsiki.